Ndugu zangu, niliwaambia ukimfuatilia mwalimu wa Kisukuma utafaidika na vitu vingi. Utakijua Kisukuma na pia utakuwa na confidence ya kuzungumza na Msukuma. Leo tuna topic mpya. Leo nimewaletea viungo vya binadamu. Twenzetu huko. Tunaanza na namba 1. Kichwa. Kwa lugha ya Kisukuma tunaita twe. Kwa lugha ya Kisukuma tunaita ntwe. Tunakuja namba 2. Uso. Uso kwa Kiswahili. Kwa Kisukuma namba 2, bosho. Bosho namba 2 kwa lugha ya Kisukuma. Tunakuja namba 3, macho. Miso kwa Kisukuma, miso. Hii hapa. Herufi zinaonekana vizuri kabisa, miso. Namba 4, meno. Kwa Kisukuma yanaitwa mino. Hapa namba 4 kwa Kisukuma na mino. Namba 5, pua. Kwa Kisukuma inaitwa liolo. Kwa Kisukuma liolo. Namba 5 hiyo kwa Kisukuma inaitwa liolo, pua. Namba 6, mdomo. Kwa Kisukuma unaitwa nomo. Kwa Kisukuma unaitwa nomo. Hiyo ndio lugha ya Kisukuma. Unaenjoy hata kulitamka neno nomo. Namba 7, mikono. Makono. Sijui kama tunaelewana. Kwa Kisukuma inaitwa makono, mikono hiyo. Namba 8, mabega. Mabega. Na hizi viungo vya mwili unavyovijua wewe hivi hapa. Kama unavyoona, nikitaja kitu unajua kinakaa sehemu gani kwenye mwili wako. Kwa Kisukuma yanaitwa mabega. Mabega. Soma kama neno lilivyoandika. Mabega. Umeelewa? Yaani soma kama neno lilivyoandikwa, mabega. Namba 9, kifua. Nikisema kifua, kifua kwa Kiswahili. Bwana, kifua kwa Kisukuma hii hapa, shikuba. Shikuba ndio hii hapa. Hii hapa kwa Kiswahili kifua, kwa Kisukuma shikuba. Shikuba. Nahisi kama unanielewa, twende pamoja ili uelewe zaidi. Namba 10, kiwiko. Namna hii, kiwiko. Kama hujui leo jua, kiwiko inaitwa igokola. Hii hapa, igokola kwa Kisukuma. Umeona bwana? Namba 11. Namba 11, miguu. Kwa Kisukuma inaitwa magolo. Bwana, mwendo wa spidi, magolo. Namba 11. Namba 12, vidole. Hivi ninavyotumia kuandika ubaoni hapa, vidole vinaitwa nzwala kwa Kisukuma. Nzwala kwa Kisukuma inaitwa nzwala. Namba 12 hiyo. Namba 13, ulimi. Ulimi ninaozungumzia hapa, ulimi unaonifanya mpaka natambulika kwako. Ulimi unaitwa lolemi. Lolemi. Hii hapa namba 13, lolemi. Ulimi huo kwa Kiswahili, lolemi kwa Kiswahili, kwa Kisukuma lolemi. Namba 14, mgongo. Namba 14, mgongo. Namba 14, mgongo. Kwa Kisukuma unaitwa gongo. Kwa Kisukuma unaitwa gongo. Umeelewa? Mgongo yani kwa mgongo kwa Kiswahili, kwa Kisukuma unaitwa gongo. Umeelewa? Namba 15, kiuno. Kiuno. Namba 15, kiuno unaitwa kwa Kisukuma kimbili. Kimbili. Namba 15, unaona kama namba hii hapa, herufi hizi hapa, kimbili. Namba 15, kimbili, ambayo kwa Kiswahili ni kiuno. Namba 16, nywele. Ukali wa nywele kama wanavyopenda nywele. Namba 16, nywele. Namba 16 kwa Kiswahili nywele. Namna hii. Na mimi ni director, unaona? Nywele. Wasogezee ili waone, sija kawa na sababu kwamba mbona hatuoni.
Nzwele, herufi hizi hapa, Nzwele namba 16. Hata kama usipoona vizuri, jaribu kufuatilizia namba. Ndio maana nafuatilizia namba ili uelewe, ili nisije nikakuchanganya, na mimi naenda taratibu ili wewe uelewe. Sitaki kwenda spidi ili usielewe. Mimi nataka uelewe. Kesho na kesho kutwa uniambie bana, kitu fulani nimeelewa, kitu fulani nimeelewa, ni kwa sijui ila nimeelewa. Naomba tu twende pamoja. Hamna lugha nyepesi, hamna lugha ngumu tofauti na lugha zetu za hapa Tanzania. Zote ni lugha nyepesi sana. Naomba nifuatilie vizuri. Tunaendelea. Namba 17, masikio. Masikio kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili masikio. Namba 17. Koto. Baba koto. Koto. Hii hapa namba 17, goto kwa Kisukuma. Kwa Kisukuma goto. Unielewa Nahisi kwa Wasukuma nahisi tunaelewana. Goto. Tunaenda namba 18, mapaja. Namba 18, mapaja. Matango. Haya hapa. Usitaje matango, matango. Yaani usisome kama ilivyo, ila soma matango. Yaani toa elekeza lafudhi ile ya Kisukuma, matango, ili ulete tofauti wa matango na matango kwa Kisukuma. Umeelewa? Twende pamoja. Namba 19, makalio. Makalio. Ili kwa masela, ili swala hili isogeni. Makalio. Unaelewa? Vitu pendwa kwa vijana. Kwa Kisukuma tunaita madako. Madako. Maana niliandika hapa kulingana na udogo wa ubao wangu. Madako, ila hapa neno kwa Kisukuma. Kwa mtu akikutamkia hilo neno, jua amekutamkia makalio, madako. Unaelewa? Neno unasomeka vizuri. Jamani, mimi na imani napenda twende taratibu ili mnielewe. Na leo nimekuja na hii topic hii, imradi wewe ulipo hapa, mtu akitaja chochote ulichonacho ndani ya kwenye mwili wako kijue. Kwa haya majina haya ndio viungo ulivyo navyo wewe hapo ulipo, kwa Kiswahili, kwa Kisukuma. Naamini kama unanifuatilia unajua lengo langu ni nini. Napenda uelewe kwanza hivi vitu, hata kama tunaenda kutengeneza topic au sentence ya kuongea neno, uwe unajua. Wewe unajua mama, unajua nani, wewe unajua. Na ndio maana tulianzia kule. Naomba twende pamoja ili twende sawasawa, ili uelewe lugha ya Kisukuma. Lugha ya Kisukuma ni nzuri sana. Ukitaka kuwa ukijua kama lugha ya Kisukuma, kukutana na Msukuma, uanze kumtajia hata jina. Tajia hata jina la Kisukuma, utaona atakao fly uwepo wako. Mimi kwa leo nashukuru sana. Muendelee kufuatilizia maneno. Irudie video kuiangalia ili uendelee kuelewa. Umeelewa? Na hata kama kuna kitu hukielewe, niulize. Sababu nipo kwenye mitandao ya kijamii. Ukiingia TikTok, ukiingia Facebook, ukiingia YouTube, ukiingia Instagram, pote mimi nipo. Andika mwalimu wa Kisukuma, uliza chochote. Tusapotiane ndugu yangu. Mimi topic ya leo nitakomea hapa. Nashukuru sana kwa ambao mnaonifuatilia. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.